tunajifunza hekima ya kazi. Hekima ya kazi. Kwanza kabisa, kazi ni kiroho. Kazi ni neno la Mungu. Unapoiona kazi, ni matakwa ya Mungu kwetu. Tumeumbwa katika asili ya kufanya kazi. Ukiona umwili jinsi Bwana alivyoudesign, aliudesign ufanye kazi. Na ukweli ni kwamba Mungu akutupa kazi kabla yeye hajafanya kazi. Hakuna kazi unayoifanya ambayo yeye haijui. Kwa sababu uwezo wa kazi haujatoka kwa wanadamu, uwezo wa kazi umetoka kwake. Na kabla hajakupa kazi, yeye mwenyewe alifanya kazi. Tutasoma maandiko. Fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 8. Mwanzo 2 mstari wa 8. Tusome. Yule mwenye mic sijui ni nani? Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana asifiwe. Bwana Mungu akapanda. Unaona? Akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. Hiyo kupanda ni kazi. Kwa hiyo kabla hajampa Adam kuweza kufanya kazi kwenye Eden, mfanyakazi wa kwanza kwenye Eden alikuwa ni Baba Mungu. Sasa kazi sio maonezi. Kazi sio maonezi. Wala mtu akipewa kazi sio kwamba amekataliwa. Kazi sio utumwa. Wala kazi sio ujinga. Wala kazi sio laana. Kazi ni baraka. Praise God. Kabla Mungu hajampa Adamu mke, alimpa kwanza kufanya kazi. Kwa kabla ya familia, mtu anatakiwa aandaliwe awe na uwezo wa kazi. Kwa sababu kwenye familia anatakiwa mtu mwenye ujuzi, sio wa jiografia. Mwenye ujuzi wa kazi, sio ujuzi wa Kiswahili. Mwenye ujuzi wa kazi, sio ujuzi wa sayansi. Mwenye ujuzi wa kazi, sio ujuzi wa civics. Unasoma civics kwenye vidato, lakini kuishi unataka kazi. Mungu akampa Adam afanye kazi. Tutasoma Mwanzo 2:15. Karibu. Neno la Bwana linasema, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden. Ndiyo. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu, akamfanya huyo mtu, akamweka kwenye bustani ya Eden kwa purpose. Akamweka kwenye bustani ili ailime. Very important.
ailime na kuitunza. Kwa kitu cha kwanza ambacho Mungu alimpa Adam kilikuwa ni kazi. Mimi na wewe tuna asili ya kazi. Tukifanya kazi tunaonyesha sisi ni sura na mfano wa Mungu. Kazi inatutambulisha sisi ni akina nani. My God. Kwa sababu moja ya kitu umepewa ni uwezo wa kufanya kazi. Sisi hatukimbii kazi, hatuogopi kazi. Hapana, hatuna aibu juu ya kazi, hatui wanyonge juu ya kazi. Sisi tumepewa madhabahu ya kazi. Kazi ni asili yetu. Hatujitahidi kujionyesha tunaweza kufanya kazi, bali tukifanya kazi tunafanya kazi kama asili yetu. Very important. Ndio maana unaona waliotangulia. Ukimwangalia Yakobo alikuwa mtu wa kazi. Yakobo, Biblia inasema alipoingia kwenye nyumba ya Labani, maisha ya Labani yalibadilika. Kwa nini? Ameingia mtu mmoja tu anayeweza kufanya kazi. Ukimsoma huyu Yakobo, alikuwa anaweza kufanya kazi kwenye giza, alikuwa anaweza kufanya kazi kwenye jua kali, alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwenye baridi, alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwenye mazingira hatarishi. Yaani haiwezekani ukamchukua Yakobo ukamweka kando afu ukaweka kazi kando. Ukimwona Yakobo utaona kazi, na ukiona kazi unamwona Yakobo. Kitu ambacho Yusufu kiliweza kuleta mvuto kwenye maisha yake ni uwezo wa kazi. Alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, sio kwamba Potifa hakuwa na watu, alikuwa nao, lakini huyu baba akasema nitabaki mimi na chakula lakini vitu vingine vyote na kuachia vyote viko chini yako. Kwa sababu huyu kijana alikuwa na uwezo wa kazi. Alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, kila cha Potifa kilikuwa na rangi mpya. Na uona uwezo wa kazi katika jina la Yesu. Sikiliza, kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi ni tusi, ni matukano. Ndio utaona mtu asiye na uwezo wa kufanya kazi hana kibali. Anaanza kuitwa mzigo. Watu wanaanza kumuita mzembe, mvivu. Jesus. Kila jina baya litatajwa kama una uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kujikuta nafasi unaitamani, lakini kama una uwezo wa kazi watakutema mchana peupe. My God. Usiliaibishe kanisa. Leo nakuachilia kwenye neema ya kufanya kazi. Wasio kasema huyu anatoka Living Water Church alafu atumtaki, ni mvivu, mzembe, ni mtu ambaye mzigo. Jesus. Hapana, hayo matukano hayakustahili.
ikiwa unanena kwa lugha, umempokea Roho. Huyo Roho anayekaa ndani yako ndo roho wa kazi. Hivyo kazi lazima ing'ae, kazi lazima ikutambulishe ndani yako, kazi lazima ionekane ndani yako. Mtu akikuona wewe anaona kazi. Tunapowasoma kina Nuhu, walikuwa watu wa kazi, watu wa kazi. Nuhu alijenga safina ya ghorofa 3. Mungu hakumpa kifaa chochote, alienda kutafuta, na tunaona safina imekamilika. My God, Mungu anamwambia alete wanyama wa aina tofauti. Ameshawatengenezea visanduku vya kuishi. My God, huo wote unaonyesha utukufu wa kazi kwa watu wanaotembea na Mungu. Watu wanaotembea na Mungu sio walegevu, sio wazembe, sio wavivu. Usiogope kazi. Kazi ni asili yako. Inawezekana kabisa umesoma shule ambayo yenyewe inakupa tu head knowledge, haikupi msuli wa kazi. Inawezekana kabisa wazazi wako wamekunyima uwezo wa kazi, lakini ukija ndani ya Kristo, cha kwanza anakupa kazi. Haleluya! Cha kwanza anakupa kazi. Huwezi kujitofautisha na kazi. Tutasoma kidogo maandiko. Fungua Efeso sura ya 4 mstari wa 28. Karibu some. Neno la Bwana linasema, mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mwingine. Bwana asifiwe. Mhitaji. Sasa ukisoma ili andiko, anamwonyesha mtu alikuwa hana uwezo wa kufanya kazi kabla ya kukutana na Kristo, lakini yeye anamwambia kwamba hayo ulikuwa unayafanya ambayo yalikunyima mapato, usiendelee nayo. Sasa hivi ishi kwenye utaratibu, anza kufanya kazi. Utapata mapato kwa ajili yako, utapata mapato kwa ajili ya Mungu, utapata mapato kwa ajili ya ufalme, utapata mapato kwa ajili ya wahitaji. Kwa nini? Kwa sababu kazi ni siri. Kazi ni siri. Work is a mystery. Kazi ni siri. Mungu ameweka vitu vya ajabu ndani ya kazi. Ameweka mambo ya ajabu ndani ya kazi. Ukiifunua kazi, utakutana na mema yasiyohesabika ndani yake, kwa sababu kuna vitu Mungu amevisitiri ndani ya uwepo wa kazi, na mtu aliye nje ya kazi hawezi kukutana na hayo mema. Mpaka mtu mwenye mshipa wa kazi ndiye utakuta anafunuliwa katika hayo mema. Sikia, kuna mwanamke anaitwa Rebeka kwenye Biblia yako. Rebeka alikuwa mke wa Isaka, lakini huyu mwanamke kilichompa mume ni kazi. Ni kazi. Akampata mume aliyezaliwa kwa neno, kazi. Mungu akamtambulisha katika kazi, akaonekana huyu ndio mwanamke anayefaa. Alikutwa katika kazi na akaendelea katika kazi, akajifunua katika kazi na ikahesabiwa katika mbingu, huyu ndiye mwanamke anayefaa aliyezaliwa na neno. Nataka nikwambie, ndani ya kazi utakutana na maajabu ya kutisha. Ukumbuke Biblia inasema
kila kazi ina faida. Kila kazi. Tutasoma Mithali 14:25. Karibu. Neno la Bwana linasema, je, hawakosi wawazayo mabaya? Bali fadhili na kweli zina wao wawazao. Yes. 14:23. Neno la Bwana linasema, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Sema na mimi, katika kila kazi kuna faida. Sema tena, katika kila kazi kuna faida. Kwa hiyo Mungu ameficha faida ndani ya kazi. My God. Sasa wewe unapoangalia kazi sio hiari. My God. Kazi sio hiari. Sisi wana wa ufalme, kazi ni lazima. Yaani hamna option, hamna mbadala. Kazi ni kitu cha lazima. Na pia kazi ni sifa. Kazi ni sifa. Mtu anayefanya kazi hawezi kudharauliwa. Kila anayefanya kazi huyo ana sifa njema. Lakini kazi inafunua akili ya Mungu. Akili ya Mungu. Mtu unapofanya kazi unaonyesha unatembea kwenye akili ya Mungu, kwa sababu asili ya kazi ni yeye. My God. Kazi imetoka kwake. Kazi ni wazo la Mungu. Naongea. Lakini kazi huonyesha maturity. Unapokuwa mtoto unaanza kuona hauaminiwi kwenye kazi. Lakini ukianza kuona unaaminiwa kwenye kazi, ujue tayari wewe unaonyesha kukua. Mtu tunaposema amekua, hatumaanishi ni yule ambaye anaweza tu kuongea ya Marko 10:12, Yohana 3:4, Mwanzo 6:11. No. Unatakiwa kuonyesha katika mwenendo wako kwamba wewe umekua, sio tu kuwa na maandiko. Unatakiwa uishi kuonyesha ufunuo wa unachokijua, na kitu kimojawapo kinachoonyesha umekua ni kazi. Sema kwa jina la Yesu, mimi ni mtu wa kazi. Mafuta ya kazi yananimiliki. Mimi sio mzembe. Mimi sio mvivu. Mimi sio mwoga wa kazi. Nina amri juu ya kazi. Asili ya kazi inatenda kwa nguvu ndani yangu. Mpe Bwana makofi na sifa. Kazi inahitaji yafuatayo. Kitu cha kwanza kinachohitajika kwenye kazi, kazi inahitaji ifanyike kwa moyo wako wote. Very important. Kazi unatakiwa uipe moyo wako ili uweze kuona matokeo, uweze kuona faida. Unahitaji moyo wako uingie kwenye kazi. Usipoupeleka moyo wako kwenye kazi, mwili wako hautakuwa na nguvu ya kufanya unaotakiwa kuyafanya kwa ufanisi. Tukisema moyo tunazungumzia akili,
tunazungumzia mawazo, hisia, my God, maamuzi na kumbukumbu. Vyote unatakiwa vyo kwenye kazi. Kwa nini? Ukiweka moyo kwenye kazi, ina maana umeweka umakini kwenye kazi. Kazi ni siri, ni kiroho. Kazi haina mzaha. My God. Kitu kingine unachohitaji kwenye kazi ni kuipenda kazi. Unatakiwa kuipenda kazi. Unaweza kukuta mtu anafanya kazi afu haipendi. Sasa kazi usipoipenda inakuelemea. Wewe utaona tu mtu usipopenda kazi hata kuamka, kuamka, si unajua sasa hivi kuna kabaridi fulani hivi akaeleweki. Alafu saa 12 kama bado kuna kagiza ambako akajazoeleka. Sasa asubuhi ukiwa uamke uende kazini, utaanza kusikia yani kazi nimechoka, yani jamani, hata mtu pumziki, yani tayari saa 12, yani unalalamika, unaona kazi kama adhabu. Lakini hapana, ili kazi iwe na matokeo lazima uipende. Tunamuona Danieli alikuwa anafanya kazi ya uliwali, lakini alikuwa na wengine wawili ambao walikuwa kwenye ngazi moja. Lakini Danieli kazi yake ilikuwa ni kazi mahiri, kazi yenye ubora, kazi yenye ufanisi, kazi yenye kuvutia, kwa sababu Danieli alipenda kazi. My God. Huwezi kupata mafunuo ya kazi kama upendi kazi. Huwezi kufanya vizuri kazi kama upendi kazi. Huwezi kupatia kila kitu kwenye kazi kama upendi kazi. Unatakiwa hiyo kazi Mungu amekupa kwa sasa, ndio amekupa kwa sasa, ili ifunue hatua nyingine, unatakiwa uipende. Kwa maana ipi? Utakiwi kufanya kazi kama unalazimishwa. Hapana. God, naanza kuongea. Unajua kule kijijini kuna kitu kinaitwa punda. Punda huwa anabebeshwa mizigo lakini hapendi. Hapendi. Saa nyingine anaanza kurusha mateke, hapendi, analazimishwa by force, by power. Ndio unaona punda anapigwa viboko. Lakini sisi sio mapunda. Sisi tumedesigniwa kufanya kazi. Hivyo ili upate wepesi kwenye kazi yoyote, unahitaji kuipenda. Haleluya, sema kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu nisaidie kuipenda kazi ninayoifanya sasa. Nisaidie kuipenda biashara ninayoifanya sasa. Nisaidie kukipenda kilimo ninachokifanya sasa. Nisaidie kuipenda ajira nilionayo sasa. Mtu unapopenda kazi unaifurahia. Moyo unaifurahia. Oh God. Kulikuwa na mtu anaitwa Nehemia. Yeye alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme. Hasa Nehemia katika ile kazi alikuwa anaifanya ile kazi kwa furaha, kwa moyo wote. Sasa kuna siku malango na kuta za Yerusalemu zilikuwa zimebomolewa. Kwa Yeremia moyo wake ukawa unashinikizwa aende akajenge malango na kuta. Alipoingia kwa mfalme,
ili kufanya kazi yake kila siku, mfalme akagundua kitu: uso wako hauna furaha. Ndipo akamweleza, sina furaha kwa sababu hii. Lakini siku zote alikuwa akifanya kazi kwa furaha na kwa amani na kwa kupenda. Leo nakupanda ukafanye kazi unaoifanya kwa moyo wa furaha kwa jina la Yesu. Mpigie Mungu makofi kabisa. Kitu kingine, kazi inahitaji ubunifu. Kazi inahitaji ubunifu. Ukisoma maandiko, kuna mtu anaitwa Bezaleli. Inabidi ukamsome sana huyu Bezaleli. Huyu Bezaleli alijazwa roho purposely kwa ajili ya kazi. Ngoja niongee hapa kidogo. Huyu roho ubunifu alipokaa kwa Bezaleli, Bezaleli alifanya vitu kwa namna tofauti tofauti, kwa njia tofauti, kwa njia ambazo hakuna mwingine amewahi kufanya. Alifanya vitu ambavyo vilikuwa na mvuto, vitu vilivyokuwa na ubora, vitu vilivyokuwa vinaonekana unique, vya kipekee kwa sababu ya ubunifu. Sema ubunifu. Sasa sisi tumebarikiwa kwa sababu roho ya ubunifu ni haki yetu. Ni haki yetu. Haleluya. Kwa sababu huyo roho ya ubunifu anakaa ndani yetu. Kwa ni wewe kumtaka roho ubunifu akupe ubunifu juu ya kazi unazozifanya. Haleluya. Unapokuwa na ubunifu, unaanza kuonekana tofauti na wengine. Unapokuwa na ubunifu, unahitajika tofauti na wengine. Unapokuwa na ubunifu, thamani yako inapanda. My God. Unapokuwa na ubunifu, unaonekana wewe ni walazima. Wewe ni walazima. Tumpate wapi mtu kama huyu? Wewe ni walazima. Kwa sababu watu wengine wote wanaweza kufanya kazi, lakini wewe una kitu cha ziada. My God. Ukishika wewe kazi, inaleta matokeo tofauti. Inakuwa nyepesi. Inakuwa na rangi ambayo hakuna mwingine anaweza kuizalisha. Naiona neema ya roho bunifu. Kwa kitakacho kutofautisha ni ubunifu. Na ukumbuke sasa hivi AI anakuja. Mwambie jirani yako, unamjua AI? Yuko mlangoni. Lakini watu ambao wana competence, wana kitu ambacho ni cha ushindani, mwingine hawezi kukizalisha, ndio watu watakao survive kwenye competition na AI. Hapo nyuma tulikuwa na corona. Tulianza kusikia corona iko China, corona iko China. Tukawa tunawaza, China na Tanzania itafika lini? Sasa hivi marobot yanayozalishwa ni mengi. China wanazalisha, Amerika wanazalisha. Nataka niwaambie, siku msiozania mtaona mayai yako kila mahali. Mfumo umebadilika. Kwa sisi wana wa Mungu lazima tuwe na mkakati kwamba tuna kitu cha kufanya ambacho AI hawezi kukifanya. Haleluya. Kwa lazima uwe na nguvu ya kazi, kwa sababu hakuna
hakuna namna utaweza kutumika sawa sawa katika hii neema ya ubunifu kama ni mvivu. Mvivu utapata wapi ubunifu? Mvivu hawezi kupata ubunifu. Lakini unapokuwa mtu wa kazi, katika kazi ndipo ubunifu unapozaliwa. Mtu unapokuwa na roho wa ubunifu, nataka nikwambie, utamdai Roho Mtakatifu, ile kazi naifanyaje? Ile kazi naifanyaje? Pale nafanyaje? Roho wa Mungu anaweza akashusha ramani ya kufanya kazi hata kwa njia ya ndoto. Na waona watu wenye roho ya kazi mahali hapa. Nasema tena, waona watu wenye roho ya kazi. Nyingine, kazi inahitaji maarifa. Katika ujinga, ukifanya kazi unaweza ukawa unapoteza nguvu zako. Juhudi yoyote bila maarifa ni bure. Kwa hiyo ili niwe mtu mwenye kazi yenye matokeo, lazima niwe na maarifa ya kazi ninayoifanya. Lazima nijijengee uwezo wa kujua kiundani nini ninafanya katika nilichopewa kufanya. Usipokuwa na maarifa, utakuwa kwenye kazi utakuwa unaharibu. Utakuwa kwenye kazi utakuwa unapoteza muda. Utakuwa kwenye kazi utakuwa unaleta hasara. Lakini ili ulete matokeo yanayotakiwa, maarifa ni ya kwanza. Naongea na watu wa Mungu. Sasa moja kwa moja nataka tuangalie vitu vinavyofuata hapa. Very important. Hebu tuangalie siri ya kazi. Namba 1, kazi huleta utajiri. Kazi huleta utajiri. Tutasoma maandiko, Mithali 10:4. Neno la Bwana linasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Tutasoma tena Mithali 13:11. Neno la Bwana linasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishwa. Tusome tena Mithali 13:4. Nafsi ya mtu mwivi hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Nataka ushike mikono yako. Inua mikono yako. Biblia inasema afanyaye kazi mkono wa bidii utajirisha. Sasa mkono wa bidii ni upi? Ni huo wa kwako. Sema kwa jina la Yesu, ewe mikono yangu, ninaondoa roho ya mapooza, roho ya kuharibu, roho ya kudhoofisha, roho ya kutapanya. Ninaondoa mauti juu yako kwa jina la Yesu. Ninaondoa roho ya kukosa, roho ya kunyang'anywa. Ninatamka leo kwamba wewe mikono yangu utaleta utele kwenye maisha yangu. Wewe mikono yangu, wewe ni silaha inayozalisha utajiri kwenye maisha yangu. Leo ninakupanda kwa upya. Hautafanya kwa ulegevu,
hautafanya kwa hofu. Kila utakachokifanya kitazaa utajiri, kitazaa maongezeko, kitaleta mazidisho, kitaleta utele kwa jina la Yesu. Laana yoyote haikai kwenye mikono yangu. Ewe Roho wa Mungu, misingi mibovu ya umasikini haikai kwenye mikono yangu. Leo mikono yangu umekombolewa, umetakasika. Wewe unaleta utajiri kwa kila unachokifanya. Hivyo nakutuma utumike sawa sawa katika jina la Yesu. Haleluya. Mikono yako mikono yako imepewa amri ya kazi. Very important. Na mikono yako ikifanya kazi, kuna kitu kinazaliwa kinaitwa utajiri. Usije ukajidanganya. Mikono iliyofungwa haifanyi kazi, haizalishi chochote. Mikono iliyofunguliwa kufanya kazi ina nguvu ya kuleta utajiri. My God. Sisi tulio ndani ya Kristo lazima tuelewe hii neema. Hivyo mikono yako kuanzia leo itatumika sawa sawa. My God. Mungu anapokusaidia ukaona mikono yako iko kazini, ona utajiri. Anza kuona utajiri. Kila unapoona mkono wako kazini, anza kuona utajiri. Mikono yako haitaleta umaskini. Imeundwa mara ya pili, ikifanya inaleta utajiri. Haleluya. Kwa mikono yangu yenyewe ni utajiri. Ni utajiri. Kwa hakikisha mikono yako inatumika. Oh, haleluya. Naongea na watu wa Mungu. Sikiliza. Kazi ukufanya kuwa mtawala. Kazi ukufanya kuwa mtawala. Tutasoma maandiko, Mithali 12:24. Karibu. Neno la Bwana linasema, mkono wa mwenye bidii utawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Mkono wa mwenye bidii utawala. Haleluya. Mkono wa mwenye bidii hautakuwa mtumwa, utatawala. My God. Kwa unapofanya kazi, nisikilize kwa makini sana. Unapofanya kazi, kuna nguvu ya kutoa chini na kupeleka kileleni. Kuna nguvu ya kutoa mahali pamoja na kukupandisha, sio kukushusha. Kazi ujenga watawala, watu wasimamizi, wanaoonekana wanafaa kwa ajili ya nafasi ya juu. Kazi ni kipimo kinachomfunua aliye na kazi katika nafasi. Ndio maana unaona watu wote waliofanya kazi walikuwa watu wa nafasi. Haleluya. Unapoiona kazi, ina maana umeaminiwa katika nafasi. Mtu unapofanya kazi kwa moyo, kwa furaha, kwa kupenda, utaanza kuona wengine watu wanasema, naomba huyu awe ndio in charge. Ndio maana tunamuona Yusufu aliwakuta wafungwa kwenye gereza.
wafungwa wakongwe, lakini yeye alipoingia alikuwa na kitu lichonacho, akaonekana anafaa kuwaongoza wafungwa wengine wote. Yeye akawa mnyapara mkuu. Kwa nini? Alikuwa na neema ambayo wewe unayo, neema ya kazi. Haleluya. Neema ya kazi haitakufanya mtumwa, itakutoa mahali pa utumwa, itakuweka mahali pa utawala. Tutasoma kidogo. Fungua tena pamoja nami kwenye kitabu cha Mithali 22:29. Karibu. Neno la Bwana linasema, je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, atasimama mbele ya watu wasio na cheo. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii kazi inakupa kuwa na watu wa kufanana nao. Hautaonekana umewekwa baraza moja na watu wasioenda mahali, lakini utapata utambulisho pamoja na wakuu, watu wa muhimu, watu wenye sura ya kifalme, ndio utakaoonekana wanafaa kwenda na wewe. Mnaongea lugha moja na watu wa kimaajabu kwa nguvu ya kazi. Na uona moyo wa kazi umeinuliwa. Hey, haleluya. Na uona moyo wa kazi umeinuliwa. Kazi ukupa tabia njema. Kazi ukupa tabia njema. Utasoma hapa Thessalonike wa pili 3:11. Karibu. Neno la Bwana linasema, maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Bwana asifiwe. Kazi inakupa tabia njema ya kuishi kwa utaratibu. Bwana asifiwe. Hamna kitu kibaya kama kuishi bila utaratibu. Yaani ueleweki. Na pia katika kuishi bila utaratibu unajikuta kazi yako ni kupoteza muda. Unajikuta unaongea vitu ambavyo havipo. Unapeleka umbea huku, unautoa huku, unaongea cha huyu, una kazi. Lakini unapokuwa na kazi, hata kusikia neno la watu, yani una muda hata kusikia umbea, utautoa wapi? Kwenye mashine. Umbea utautoa wapi? Hata umbea, yani hata muda wa kutoka hapa kuupeleka umbea hauna, hata muda ya kutext umbea hauna. My God. Simu yenyewe unaipata, unaanza kuangalia simu saa 4 usiku. Kwa hiyo unadina vitu vya muhimu tu ili mambo mengine yaishe ulale. Kwa sababu saa 10, saa 9 uko macho. My God. Na saa 12 uko barabarani. Kwa muda wa tabia mbaya haupo. My God. Bwana asifiwe. Ndipo anaposema nyinyi wajane vijana, anasema muolewe. My God. Yaani unapokuwa mjane umefiwa, Biblia haikuandiki wewe ni mjane. Mjane anaandikwa akiwa na miaka 60. Ila mtu yeyote aliyefiwa akiwa na umri mdogo anatakiwa aolewe. Anasema kwa kufanya hivyo
itakulazimu ukakae kwa mume wako ili ufanye kazi na majukumu, ili mambo ya tabia mbaya yasije yakakushika. Bwana asifiwe. Kwa unaweza ukaona mtu ana masengenyo, ujue huyo hana kazi. Mtu anaumbea, huyo hana kazi. My God. Mtu anapeleka maneno huku, hiyo ni dalili huyo mtu hana kazi. Watu wenye kazi hawana umbea. My God. Wenye kazi hawana masengenyo. Wenye kazi hawana taarifa za watu. Unazitoa wapi? Saa ngapi? Kwa nini? Zimekujaje? Hazitakupata. Yaani kama wewe kujua kitu, utakuwa wa mwishoni afu kisha expire. Mimi ndo inachonikutaga. Yaani mimi vitu na vikuta vishakufa ndo navijua. Itanipata wapi? Na uona upako wa kazi kwa jina la Yesu. Haleluya. Ili kanisa hamna wambea. My God. Hamna watu wanaongea mambo ya watu. Utaongeaje? Kwa nini? Kazi merundikana. Yaani uko very busy. Hizi kazi zenyewe hazijaisha. Paka inasoma muda wa ibada umefika, kazi hazijaisha. Sasa nitapata muda, maana umbea na wenyewe unataka muda. Mwambie jirani yako, sina muda wa umbea, uongo wala masengenyo kwa sababu ya kazi. Sikia, taangalia kitu kingine hapa. Kazi huua hisia za tamaa mbaya. Kazi huua hisia za tamaa mbaya. Sikia watu wa Mungu. Mungu alipotupa kazi, alitupa siri. Kazi ni heshima. Ni mfumo ambao unakutambulisha katika umuhimu katika vizazi vya Mungu. Kwa kuna vitu havitaonekana vikifanya kazi kwako kama utatumika kwenye kazi. Mtu asipokuwa na kazi, yuko idle. Kule nje wanasema idle mind is devil's workshop. Kule nje. Lakini kuna ukweli. Mtu akiitwa idle, kuwa idle haimaanishi hakuna kazi. Mtu akiwa idle ni yeye mwenyewe hataki kufanya kazi. Mtu aliye idle na mvivu, baba yao mmoja, mama yao mmoja. Hao watu wote wawili, sio kwamba kazi hamna, kazi zipo. Sikiliza watu wa Mungu. Unatakiwa ufanye kazi iliyopo. Hakuna mtu anaishi kwenye mfumo hakuna kazi. We anzia tu hapo nyumbani, kuna kazi za kutosha. Hapo nyumbani kwa kuna kazi za kutosha. Kwa mfano, unakaa tu kwenye chumba hiki kimoja. Chumba chako kikoje? Ni kazi. Chumba cha huyu na cha huyu kinatofautiana kwa sababu ya uwezo wa kazi. Unaweza ukaingia mtu chumba chake ananena kwa lugha, lakini chumba chake hakiingiliki. Kwa sababu hataki kufanya kazi. Chumba
kinanuka soksi. Unajua soksi za wenyewe zina harufu yake ambayo unahitaji neema. Kuna vikwapa, Mungu atuone. Kuna vikwapa, unakuta unaingia kwenye chumba, unakaribishwa na kikwapa mpaka unapigwa chafya. Hiyo yote ni mtu hataki kufanya kazi. Kwani kwapa ili sitoe harufu unatakiwa ulisugue. Likigoma weka ndimu, likigoma weka limao, likigoma leta hapa tupige upako. Lakini shughulika na kwapa lako. Sio ukiingia mahali hali yawe nabadilika. Unatakiwa ufanye kazi. Kwa sababu idleness, mtu asiyefanya kazi yuko kwenye janga, yuko kwenye hatari. Jambo lolote laweza kutokea. Mtu unaamka asubuhi, unavaa shuka, unakaa barazani. Nimewahi kumwona mtu amembaka mbuzi kwa sababu ya idleness. Mtu unasema na wako tamaa. Isho kwa tamaa. My God. Sijui menstruation, ule mzunguko wa mwezi, kuna mahali ukifika lazima tamaa iwake. Fanya kazi. Tamaa inakufa yenyewe kwa yenyewe kwa ndani. Lakini wewe umejilaza kitandani tu. Umejilaza kama bawaba, umejilaza. Unazunguka kama mlango. Wewe utoboi. Nakwambia utoboi. Utafanya kitu utajutia siku zako zote. Unahitaji kuzizika tamaa kwa malango ya fedha, unaona sasa? Kwa lango la kazi. Hii kazi ina nguvu. Usije ukadharau kazi. Unaishi na watu, fanya kazi. Bwana asifiwe. Fanya kazi. Acha masiara, fanya kazi. Kwa sababu hii kazi ina nguvu ya kushughulika na mifumo ya hisia. Uko kwenye kazi mpaka hisia zinapoteza direction. Hisia zote zinamezwa ndani ya kazi. Mpaka hisia zinapoteza nguvu yake. Unajikuta huko salama mpaka inakuwa ni maisha. Hisia tena hazikuendeshi kwa sababu uko kwenye kazi. Lakini ya maisha kila siku naanguka, nimeanguka. Wewe utasimama lini? Yusufu, my God, hakuwa na girlfriend. Alikuwa na kazi. Ile kazi ikamcontrol. Mwanamke amemtamani. Mwanamke, unajua mwanamke mtu mzima iko kimkakati. Kamuinda, sijui alimtokeaje. Tukifika mbinguni utamuuliza Yusufu. Sijui alimtokeaje. Lakini bado haikuwezekana. Na alimkuta kwenye kazi. Yusufu, yani hata umeme wake au connect. Umeme wote umeshikiliwa kwenye kazi. Au connect. Yule mwanamke akajua leo atoboi. Alitoboa kwa sababu alikuwa na kazi. Weka nyumbani. Una kazi yoyote. Ufanye chochote. Ukiamka asubuhi wewe ni simu. Ukiamka asubuhi ni machaneli.
Mtumishi, kitakacho kutokea utakielewa. Huo ni mwili. Huo mwili unatakiwa uwe controlled. Moja ya kitu kina control mwili ni kazi. Amka asubuhi, anza kazi. Vyombo uvioni, deki ulioni, nguo uzioni za kufua mtumishi. Safisha uwanja. Fanya kazi mpaka mwili wenyewe umechoka. Lakini sio unaamka upo tu. Na sasa hivi machaneli yote hamna kitu wanaficha. Hamna kitu wanaficha. Ukikaa pale wenyewe wanakusaidia kukuwashia, wanakusaidia. Wanakusaidia. Nakwambia usipoangalia utaenda kujichua. Wachuaji mpo ndani. Leo mpone kwa jina la Yesu. Ni adhabu kutofanya kazi. Umejiadhibu, umeyahukumu maisha yako. Unatakiwa utoke ufanye kazi. Jesus. Kazi ni sifa ya kula. Tesalonike 3:10. Karibu. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi na asile chakula. Mtu asiyetaka kufanya kazi asile. Lakini ukiona umekula, unatakiwa uwajibike. Haleluya. Utakiwa kula bure, unatakiwa ukila fanya kazi. Hiyo ni kwa ajili yako mwenyewe, kwa sababu huu mwili ukiulisha ufanyi kazi, chakula kinageuka kuwa sumu. Naeleweka sawa sawa? Kwa mwili umedesainiwa kula, lakini ukila usikae tu bwele. Toka hapo, fanya kazi. Wewe umeamka asubuhi, umepiga kiporo chako cha wali wa nazi na kisamvu kilibakia na maharage ya nazi yalibakia, alafu frijini kulikuwa na mtindi. Alafu ukakaa, mchana ikafika, ukapikwa pale ugali, alafu pale kuna kitu kinaitwa mrenda. Ni mrenda. Alafu ukipiga huko kuna dagaa wa nazi. Alafu kupembeni kuna Pepsi. Alafu ukimaliza hapo unaenda kusogoa. Hai. Unamjua broiler, muulize jirani, unamjua broiler? Broiler ana siku 21 tu duniani. Kila ugonjwa ukija unampata. Kila ugonjwa, kwa sababu yeye anakula, ana kipimo, anakula lakini hafanyi kazi. Kwa Biblia inatuambia, ikiwa unakula fanya kazi. Hii ni kanuni. Mtu asiyefanya kazi asile. Kwa kama unaweza utaki kazi, basi kataa na kula. Lakini kama unataka kula ufanya kazi, ni lazima. Haleluya. Sema upako wa kazi.
na utende kazi juu yangu katika jina la Yesu. Kazi ni kipimo cha afya njema. Andika, kazi ni kipimo cha afya njema. Utasoma Mhubiri 10:18. Mhubiri 10:18. Karibu. Neno la Bwana linasema, kwa sababu ya uvivu paa unepa, na kwa utepetevu wa mikono nyumba uvuja. Haleluya. Kwa hapa anazungumzia nyumba mimi. Ikiwa nyumba mimi situmiki, paa langu litanepa. Sasa ukiangalia nyumba imejengwa mpya kabisa, kama haikaliwi na watu, utaanza kuona nyufa, utaanza ceiling board linaanguka lenyewe, kwa sababu kama nyumba haipokei uhai, hakuna uhai unaingia, inaharibika. Hivyo hivyo nyumba mimi hapa nisipofanya kazi, magonjwa huanza mwilini mwangu. Kwa kazi ni afya ya mwili. Very important. Jijengee afya kwa kufanya kazi. Unapofanya kazi ni mazoezi yasiyo na utaratibu, ila kila kiungo kinatumika. Kila kiungo. My God. Unakuta mwili unasumbuka, umefanya hivi. Sasa ile kwenda huku, kurudi huku, kufanya hivi, mwili wenyewe una sweat. Na kila kiungo kinajiweka mahali pake, kinakuwa active na afya njema. Kwa ni mpango wa Mungu kutupa kazi ili tu experience afya njema. Mwili unabweteka, na kuambia utaanza kuona kiharusi ni hicho, utaanza kuona kisukari ni hicho, utaanza kuona mauvimbe ni hayo, kiuno kinagoma, utaanza kuona mabega mazito, utaanza kuona pingili sahani zinagoma. Yani Jesus. Mwili haufanyi kazi. Muulize jirani yako, unajifunza kwa nani kutoka kufanya kazi? Kwa sababu baba yako anafanya kazi mpaka sasa. Wewe unajifunza kwa nani kutoka kufanya kazi? Unatakiwa uingie kwenye malango ya kazi. Usisubiri, ingia kwenye malango ya kazi. Fanya kazi. Anzia hapo ulipo. Fanya kazi. Haleluya. Anzia nyumbani kwako, fanya kazi. Tumika. My God. Sikiliza, mtu anaweza kukaa kwenye nyumba mpaka mwenye nyumba mwenyewe anasahau nyumba yake. Ikiwa mtu wa kazi amekaa hapo, mpaka mwenye nyumba anaishangaa kazi ya nyumba yake. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya National Housing. Siku hiyo nimeokoka. Nikiamka asubuhi, niko na wazazi wangu. Nikiamka asubuhi ndio nimeokoka. Mimi nyumbani kwetu walijua wokovu, maana ya wokovu kwa mimi kuwa na nguvu ya kazi. Nikiamka asubuhi, ninasugua kila mahali. Wale watu National Housing wanasema, tumetembelea nyumba zetu zote, lakini hatujaona nyumba kama hii.
ilikuwa ni simenti, ile sakafu ya simenti. Nilikuwa naisugua. Ni uwanja mkubwa, nyumba iko kule. Kabla hujaenda chooni kuna liwanja hapo. Nilikuwa nasugua kwa brush ya chini, na asugua kutokea mwanzo mpaka mwisho. Alafu na deki paka kiona jiona. Alafu mwanangu nafurahi. Mle ndani ukipita, mlokole. Kabla sijaenda kanisani, nilikuwa naamka usiku saa 10. Na wafulia nguo zao zote. Nikimaliza nawapikia chai. Nikimaliza napika na mboga ya mchana. Naondoka, bado wamelala. Wakiamka, mlokole. Walikuwa wanauchukia ulokole, lakini paka wakaupenda. Ulokole ndio huu. Huu ndio ulokole. Si unakaa kwa watu. Kuna mtu anakaa kwa mtu hapa. Ukikaa kwa mtu hata kama una miaka 40, wewe ni mtoto. Unanielewa? Heshimu, fanya kazi. Sio unakaa kwa mtu na unajifanya kidume. Ukikaa kwa mtu wewe ni mtoto. Fanya kazi. Utaanza kusema hawajaokoka, uwafurahishi. Unakaa tu hapo unatia jasho wakochi yao. Hakuna mtu zama hizi anafurahia. Mtu tu unakaa tu. No. Fanya kazi. Ukifanya kazi, wenyewe utaanza. Hivi vyeti vyako. Hebu leta vyeti vyako. Hebu vilete. Wewe utaweza kupata kazi. Ngoja, nitatafuta rafiki zangu, watakupa kazi. Akikaa vizuri, hebu chukua 50 hapa. Hebu chukua hii. Unawafurahisha. Lakini wewe mtu unakula tu huko kwenye masinema pale. Hapana, Alafu unakaa hapo unamuita tena mume wake shemeji. Ukikaa kwa watu utakiwa kumuita baba shemeji. Muita tu baba. Nakwambia mtu akishakulisha, yani anakulisha, ukiwasha taa inawaka, ukienda bafuni maji yanatoka, huyo ni baba yako. Huwezi kumuita shemeji. Shemeji utakuwa umemvunjia heshima. Muite baba. Ukikaa kwa watu, kazi itakuokoa. Kazi itakuokoa. Acha mambo ya kujiinua. Kazi itakuokoa. Shuka. Fanya kazi. Mimi nimelelewa mazingira magumu. Nilikuwa natupa kama mpira, leo nyumba hii, kesho nyumba hii. Lakini hakuna nyumba walikuwa wanitaki. Nikiingia mimi nashika malango ya jiko. Yaani naenea pale jikoni. Nitasugua sufuria. Jesus. Ninasugua. Hawataki niondoke. Unaondoka. Jamani unaondoka. Utakuja lini jamani? Basi kila walichonacho watanipa. Wanakupigia, wanakuulizia, unakuja tena lini? Unakuja lini? Wanakutaka kwa sababu ya kazi. Sio unakaa kwa watu wasema ataondoka lini? Yaani wanaulizana ataondoka lini? Lazima watu wakutake kwa sababu una mkono wa kazi. Sio watu ukishika Biblia wanakasirika. Hawamtaki hata Yesu wako. Nakwambia wanamtukana Yesu kwa sababu hufanyi kazi. Umekuwa ni kero kwenye nyumba. Mtesaji, mtaabishaji, huna msaada. Yaani hata mtoto wao yuko mdogo pale huwezi kumsaidia. Itamlokole. Ukisikia mda kunena sherebo kata ya garakata kadaba. Rika barakata. Wanasema
wanasema mlevi huyo. Hawataki kila kitu, mpaka kanisa lako hawalitaki. Wanasema hivi, huko mnawafundisha nini? Huko mnawafundisha nini? Huko mnawafundisha nini? Hapana, msiniletee hiyo tabu. Naomba mkafanye kazi. Fanyeni kazi. Nakwambia mkifanya kazi kuna watu mtakuja nao hapa. Kafanyeni kazi. Haleluya. Acheni ya mambo ya kukopi huko Western. Wale mnaona ile nani mapicha picha, sio maisha yao. Wale ni watu wa kazi, sio maisha yao. Wale hata dada wa kazi hawana, sio maisha yao. Sisi lazima tufanye kazi. Unaiona China ile? China imekuwa ni taifa kubwa na tetemesha ulimwengu kwa sababu ya kazi. Kule paka bibi kabisa aseme tu nikae nilelewe, kazi. Sina kulazimishwa, wanataka kazi. Kaangalia wanaishi miaka mingapi? Moja ya jamii wanaishi maisha marefu ni wa China. Kazi. Namuona mwenye madhabahu ya kazi. Pia leo nazindua neema ya kutembeleana. Haleluya. Leo nazindua rasmi neema ya kutembeleana. Hiyo at least itakutaabisha. Na ukienda kwa mtu hakikisha unaingia mpaka chumbani. Hamna kuishia sebleni. Mwingine anasema ukiingia chumbani utaniloga. Kama sijakuloga chumbani, basi uchawi sina. Najua utaki kwa nini asiingie chumbani. Watu sio wasafi, hawataki kazi. Unataka mpaka clouds wakuambie waanze kampeni, nyumba ni choo, ndio usafishe choo kweli? Choo ni maisha yako. Unaenda mara ngapi chooni? Safi. Kazi itakupa choo kisafi. Ukisikia UTI, mimi usiniambie UTI. UTI ni matokeo choo kichafu. Hataki. Nakwambia ukweli. Choo kikiwa kichafu na unapata UTI. Naomba mnielewe. Leo nawaachilia kwenye neema ya kazi. Tufanye kazi. My God. Kazi itakupa kibali cha ajabu. Fanya kazi. Mungu atakutoa kwenye kazi huku, atakutanisha na wafalme. Kazi. Sasa kama una kazi itakuwaje? Itakuwaje? Sema kwa jina la Yesu. Neema ya kazi ishikamane nami. Kazi, cha mwisho, kazi ukupa mapato yanayowezesha maisha ya ibada. Kazi ukupa mapato yanayowezesha maisha ya ibada. Katika kazi ndo tunapata sadaka. Katika kazi tunapata zaka. Katika kazi tunapata mbegu. Katika kazi tunapata malimbuko. Katika kazi tunapata shukurani. Kama hatuna
hatuna kazi, hatuwezi kushiriki ibada ya matoleo. Haleluya. Lakini utaka kuona unachanua kwenye ibada ya matoleo, ni kazi. Na Mungu ni wa ajabu. Unaposhiriki hizi ibada, yeye anasema atampinga alaye, ataingia kwenye kazi yako, ashughulike na maadui wa kazi yako. Praise God. Injili ni gharama. Injili inataka hela nyingi. Na sisi ndo wadau wa injili. Sisi ndo tunajua injili manake nini. Lakini tunatakiwa tuwe na kazi, tupate hela, tuwekeze kwenye injili. Haleluya. Tunaweza tukajigamba kwamba sasa hivi tunaenda stadium weka mkutano. Na tukajigamba tunaenda Arusha, tunaenda Tanga, tunaenda wapi Mlandizi, tunaenda wapi Bagamoyo, tunaenda wapi, tunanunua maeneo kuweka makanisa. Tuna fedha. Lakini kama upande wa pili wenyewe ndio wanafanya kazi, wanamiliki fedha, maovu yao ndio wanapata nafasi ya kuenea, kwa sababu fedha ziko kule. Nataka nikwambie injili haiendi bila fedha. Tulikuwa tumeweka mkutano wa injili pale. Wale wapigaji walikuja pale. Wanachaji shilingi ngapi kwa siku? Walikuwa wanachaji milioni 4. Sisi hapo walitupunguzia, walichaji shilingi ngapi? Walitufanyia milioni 2 kwa siku. Walikuja siku 2, milioni 4. Tena hapo wanalalamika, tumewarehemu mno, hatufanyagi hivyo. Injili ni gharama, watu wa Mungu. Kukodi ile system, tulikodi shilingi ngapi? Yaani zile speaker tu ziongee, ilikuwa milioni 9. Na ule mradi ulikuwa ni mradi wa kila mwezi, lakini ulishindikana sababu ya fedha. Jesus. Mwambie jirani yako tufanye kazi. Imefika mahali kuna watu hapa wataanza kutoa fungu la 10 milioni 50. Nilikuwa namuuliza mzee, mtu wako wa mwisho kabisa kukupa fungu la 10 kubwa shilingi ngapi? Hela leo nitajia ni ndogo. Ni ndogo. Lakini leo natangaza kuna watu wanatoa fungu la 10 hapa milioni 100. Na utashangaa. Mimi hapa nyinyi nipeni hela muone hii kazi inavyoenda. Leteni hela. Jesus. Kuna mtu aliwahi kumwambia mchungaji wake, alikuwa na milioni, alipata milioni 100. Sasa fungu la 10 ni milioni 10. Akasema, mchungaji nikimpa milioni 10 atachanganyikiwa. Akatoa 100,000. Ndio akapeleka kanisani. Naomba usiwe na mawazo haya juu yangu aisee. Ninajua cha kufanya, mtumishi wa Bwana. Yaani mimi hata ukinipa milioni 10 hazitoshi. Hata
hata ukinipa milioni 100 hazitoshi. Nina jengo pale nataka niliinue sasa hivi la watoto liko pale. Nina kanisa nataka nijenge Mlandizi. Na kanisa nataka kujenga wapi pale? Bagamoyo. Na kanisa nataka nijenge Tanga pale. Au mnasemaje? Kuna mchungaji yule pale wa Kisarawe, hebu simama. Simama wewe mwenyewe Lekandisove. Simama. Yeah. Na mchungaji mwingine wa Kisemvule yule anaitwa nani? Maria Malunda. Juzi kuna mmoja alinipa surprise. Yeah, yule mchungaji wetu wa nani Mkuranga. Yeah. Amejenga tu boma. Wanaenda pale yeye na mke wake. Hamna mtu. Wanakaa kwenye jua. Nikamuita nikamwambia hivi hii kazi utachoka. Hii kazi utarudi hapa wewe utachoka. Nini kinakushinda? Mama, siwezi kuwezeka. Nikaambia subiri. Mimi nikawa na hela yangu milioni nikampa. Sasa nikamuita mtu mmoja tu. Mdada tu. Nikaambia bwana hapa Mkuranga wanatakiwa kuwezeka. Aliniuliza tu shilingi ngapi? Akasema piga mahesabu yote. Alirusha hiyo hela usiku huo huo. Milioni 5. Ndivyo watu wa hapa walivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Leo ninawapanda kwenye neema ya kazi. Hautadharau kazi, hautaogopa kazi, hautaonea aibu kazi, hautachoka kazi, hautakuwa mnyonge wa kazi, hautakuwa dhaifu katika kazi. Na iona mamlaka ya kazi imemea na inakumiliki kwa jina la Yesu. Watu watakuwa wanasema ameokoka, wanaona kazi ameokoka. Haleluya. So unakuwa mdogo why? Mimi kuna dada namjua, kuna mahali ameajiriwa. My God. Lakini akiwa pale akaanza kuona hapa naweza kuuza juisi, akaanza kuona naweza kuuza maji, akaanza kuona naweza kuuza mtindi, akaanza kuona naweza kuwaletea vitu vidogo vidogo. Sasa ana hela na nyumba yake kamaliza. Ana mshipa wa kazi. Hautakuwa maskini kwa jina la Yesu. Hautakuwa maskini kwa jina la Yesu. Bwana amekupa kazi, amekupa utajiri. Hautakuwa maskini kwa jina la Yesu. Piga kelele, haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Ninaimiliki kazi. Roho ya kazi nafanya kazi ndani yangu. Hakuna namna nitatengwa na kazi. Kila aibu iliyoinuliwa nisifanye kazi, ninaikataa kwa jina la Yesu. Maneno yaliyoinuliwa kwamba nitakuwa mtu mzima lakini sitakuwa na uwezo wa kazi, hayo maneno ni batili kwa jina la Yesu. Kila mateka yaliyoinuliwa kuniibia kazi, leo hii narejesha. Leo narejesha. Ninaomba kiu ya kazi, ninaomba akili ya kazi, ninaomba uwezo wa kazi, ninaomba nguvu ya kazi. Roho wa Mungu, mimi ni mtu wa kazi, msuli wa kazi. Uko ndani yangu, uko juu yangu. Ninaambukiza kazi kwa watu walio karibu na mimi. Piga makofi kwa Yesu, haleluya. Iangalie mikono yako. Sema kuanzia leo, ewe mikono yangu, utaleta matokeo. Ninakutuma kwenye himaya ya kazi.
ninakupa amri ya kazi. Ninakufundisha vita ya kazi. Mikono yangu haitarudi bure. Itajua kupambanua. Hasara itakaa chini na faida itamilikiwa na mikono hii. Kwa jina la Yesu, ifikapo jioni, mikono hii haitakuwa mitupu. Kwa jina la Yesu, ninaondoa visasi vya umasikini kwenye mikono yangu. Malango ya aibu na yaondoa kwenye mikono yangu. Malango ya utupu na yaondoa kwenye mikono yangu. Kupoteza, kupata hasara, kutapanya, kuibiwa, kunyang'anywa, kuzaa mapoza, naondoa kwenye mikono yangu. Ewe mikono yangu, kuanzia leo na kutia mafuta, ukazae utajiri, ukazae utajiri, ukazae utajiri. Anza kukomandi katika jina la Yesu. Anza kukomandi kwa jina la Yesu. Amuru kazi, amuru kazi, amuru kazi. Oh, sharabarakata reko pasa. Sijaona watu